Naam, ni saa 1:32 saa za kanda ya Afrika Mashariki, sawia na kusema 28 dakika zimesalia kuweza kutimia saa 2 kamili. Asante mtazamaji kwa mara nyingine tena kwa kuendelea kuitazama runinga ya KBC Channel 1, ikiwa leo ni tarehe 7 siku ya Ijumaa mwezi Agosti mwaka wa 2026. Kipindi hewani ni Kuzacha kupitia runinga yako unayoipenda ya KBC Channel 1. Awali ulikuwa nao wenzangu nami Kamchemenza na Nancy Onyancha kwenye uchambuzi mujarabu wa magazeti. Lakini kwa sasa mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi Mambo Bayana, ambapo kwa mara ya kwanza huu mwezi mpya kipindi chetu kimepata baraka, kwa sababu leo tuna mgeni mkubwa ndani ya studio, na si mwingine, ni mtu maarufu anayejulikana, lakini kwa sasa nitasema ni mgeni mkubwa kwa sababu ndiye msemaji mpya wa serikali ya taifa letu la Kenya, Mheshimiwa Charles Owino. Karibu sana ndani ya studio zetu asubuhi. Asante. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kufuatia hotuba ya Rais William Ruto kuhusu mwelekeo wa Kenya baada ya dira ya mwaka 2030, leo tunaangazia safari ya kiuchumi ya taifa letu kwa miaka 4 iliyopita, kama alivyoeleza Rais Daktari William Ruto katika hotuba yake. Mpenzi mtazamaji, serikali imeboresha thamani ya shilingi, imepunguza mfumuko wa bei na kuzindua miradi ya nyumba za bei nafuu na kushughulikia swala la afya, hususan katika mpango mzima wa SHA. Hata hivyo, kwa kuwa malengo mengi ya ruwaza ya mwaka 2030 hayakuafikiwa, kuweka mpango wa ruwaza wa mwaka 2060 ni muhimu ili kulinda maendeleo dhidi ya siasa za uchaguzi. Leo hii mtazamaji, kutusaidia kuelewa zaidi kwenye mpango huu ambao utaendelea na kuleta manufaa kwa taifa la Kenya, ndani ya studio tunaye msemaji wa serikali Bwana Charles Owino kututafsiria hayo. Labda tukianza tu Bwana Owino, wengi wanasema hii mipango ambayo Rais Daktari William Ruto anainuia kwa taifa la Kenya baada ya mwaka 2030, wengine wanasema ndio kampeni naanza ya mwaka 2027. Wewe unasemaje kuhusiana na hili? Asante ndugu. Kitu ya kwanza, hapa studio KBC ndio nilianza mambo yangu ya kuwa msemaji. Nadhani mwaka 2006-7 tulikuwa hapa na ndugu yangu mmoja anaitwa Kasujo Onyonyi. Ako pale Pipeline. Ndio. Tulikuwa nazungumzia mambo ya polisi. Ya kusema know your policeman. Ndio. Tulifanya sana. Ndio. Kwa hiyo hapa ni nyumbani. Hapa ni nyumbani, ndipo nikawekwa naibu wa msemaji wa polisi. Ndio. Alafu baadaye nikakuwa msemaji wa polisi. Sasa hapa ni nyumbani. Okay, karibu sana. Kwa hiyo uko nyumbani. Naifahamu, naipenda, naishukuru sana. Kwa swala ya leo, kitu muhimu ya kwanza, ni muhimu kwanza tujue ni nini haswa hii vision, hii dira ya mwaka 2030. Mpangilio yake ilikuwa ni nini? Objective kubwa sana ilikuwa ni gani? Kwa sababu hiyo mpangilio imeanza mwaka 2008. Ilikuwa katika term ya pili ya Rais Mwai Kibaki. Na kitu ya kwanza muhimu sana, uchumi wetu ulikuwa imezorota sana. Na wakati alikuwa rais mwaka 2002, akaweza kusukuma uchumi, ile tunaita GDP, kutoka nukta 0.6 mpaka 6.1. Ilikuwa kubwa sana mno. Akakuwa na strategy yake ya kufufua uchumi. Baadaye akakuja na hii lengo ya mpangilio ya dira ya mwaka 2030. So hii dira walikuwa wamegawa kama kwa plans, mpangilio naita kwa lugha ya Kiingereza MTP, medium term plans. Pengine utaweza kufafua zaidi, kueleza zaidi. So medium term plans zile alikuwa nazo zilikuwa ni 4. Na zilikuwa zimewekwa kulingana na maisha ya serikali. Tuseme
tulianza mwaka wa 2008 wakati ilizinduliwa na ilikuwa inaenda kwa miaka 5 mpaka mwaka wa 2013. Alafu ya pili ile tunaita empty plan, mpangilio ya pili ikakuwa ianze kwa mwaka wa 2013 mpaka 2017. Sasa hivyo tulikuwa na Rais Uhuru Kenyatta kwa kipindi yake ya kwanza. Alafu sasa tukakuwa na medium term plan ya 3 yenye ilikuwa inaanza mwaka wa 2017 mpaka 2022. Sasa hiyo ni medium term plan ya 3. Sasa hivi tuko kwa medium term plan ya 4. Na medium term plan ya 4 imepata kama rais sasa ni William Ruto. Now, hii medium term plan ya 4 ikaanza mwaka wa 2022 wakati aliingia ushukani na inaenda mpaka 2027 ambao ni mwaka ujao. Sasa mwaka 2027 tukifanya hiyo kitu tunaitanga financial year. So ile mpangilio ya bajeti ya nchi itakuwa mpaka kuanzia 2027 2028. Ndio. Ukifika kwa 2028 hatuna mpangilio ya development. Hatuna ile midterm plan ya 5. Midterm plan zetu ya dira ya mwaka 2030 2030 Vision 2030 mpangilio yake zote ilikuwa inachukua miaka 5. So medium term plan ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4. Yamaanisha baada ya mwaka ujao 2027 nchi yetu hatuna mpangilio ya mambo ya development ya nchi. Na lazima tuwe na mpangilio vile tulikuwa tumeanza vision. Hata ukiangalia dira ya African Union ni mwaka 2063. Ukiangalia dira ya East African Community ni 2053 2053. So inamaanisha kwamba baada ya 2027 Vision 2030 dira ya 2030 bado itaendelea mpaka 2030. Lakini kuanzia mwaka ujao hatuna mpangilio. Kuna kitu tunaitwa MTP plan, medium term plan. Kwa sababu gani hatuna hiyo mpangilio? Kwa sababu lazima kulingana na wataalam mpangilio ya vision ya maendeleo ya nchi inachukua miaka 5, si miaka 2. Itakuwa imebaki 2 years. Kwa sababu ya hiyo tuko na wale wakurugenzi ukienda wakurugenzi wa Vision 2030, chairman, CEO wanafanya kazi yao. Sasa wameeleza rais kwamba Vision 2030 tunakuja mwisho yake na mpangilio inaisha mwaka ujao. Lazima tuwe na mpangilio kuendelea mbele. Na vile mpangilio inatakikana kuendelea mbele, hatuwezi anza hiyo mpangilio mwaka ujao. Mambo ya Vision 2030 inaendelea. Hata ukiangalia scorecard yetu, tarudi nyuma kidogo, kuna projects zile zinaendelea kama hii ya Rironi hatujaweka kwa sababu haijaisha. Kama ile reli kutoka SGR kutoka Naivasha kuelekea Malaba, Kisumu bado imeanza, inaendelea. Lakini kitambo ifike 2030 utakuta kwamba kuna projects nyingi zimeendelea. Sasa si mambo ya rais
ni mpangilio ya uchumi kulingana na wataalam. Hata kama tungekuwa na rais mwingine isipokuwa Rais Ruto, itabidi aanze mazungumzo. Unajua Vision 2030, dira ya 2030 ni dira yenye imezaa katiba yenye tuko naye. Katiba ya 2010 imezaliwa na dira 2030. Ilizaliwa kwa njia gani? Ilizaliwa hivi. Tulikuwa na zile nguzo, zile pillars ya Vision 2030. Kulikuwa na nguzo ya kijamii, social pillar. Kulikuwa na nguzo ya uchumi, economic pillar. Tumekuwa na nguzo ya siasa, political pillar. Katika nguzo ya siasa ya Vision 2030 tuko na mambo ya tunasema usawa, equity. Alafu tuko na maneno ya kuwa pamoja, inclusivity. Ujumuishani. Tuko na mambo ya haki ya kibinadamu, human rights. Na ukaangalia kwa katiba yetu tukaweza kuweka katika chapter 4. Sasa kwa sababu ya hizo hiyo maneno ya political pillar, Vision 2030 ikaleta mazungumzo, ikaleta Constitution 2010. Sasa Constitution 2010 inasema ukitaka kuleta mjadala mpya kama ya maendeleo na mambo zingine, lazima watu wazungumze. Ndio inaitwa public participation. Waona? Sasa ile kitu imefanyika ni kwamba wale wakurugenzi wa Vision 2030, the CEO na chairman na wale watu yake, waliweza kuelezea rais kwamba Vision 2030 inakuja sasa mwisho yake. Lakini empty plan yao inaisha mwaka ujao 2027. Na lazima kabla haijaisha tuwe na mpangilio. Ndio kwa sababu rais ameita Wakenya kwa niaba ya wakurugenzi wa Vision 2030, kwa sababu yeye ako na hiyo responsibility kama rais kuanzisha mambo kama hizo. Ndipo akaita Profesa Anyang' Nyong'o mwenye alikuwa waziri wa planning wakati ya serikali ya Kibaki. Na ndipo wakati yake tukakuwa na Vision 2030. Unanipata? So si mambo ya rais, si mambo ya kampeni. Na pia ukishachaguliwa kwa kiti ya siasa, kampeni yako inaanza siku hiyo umechaguliwa kulingana na vitendo zako. Unanipata? Ukiwa utaharibu nchi, basi unajua kampeni yako imeanza ya kwenda. Ukifufua nchi, kampeni yako pia imeanza ya kufanya nini? Ya kurudi. Ya kubaki. Unanipata? Sasa kampeni si kitu ya siku moja. Isipokuwa ile active kampeni ya kuomba kiti itaanza ile wakati imepeanwa na IBC. Shikilia hapo. Mtazamaji, ni kauli yake ya kwanza tu msemaji wa serikali Bwana Charles Owino, ambapo nimetaka kujua mpenzi mtazamaji kuhusiana na tulifika vipi mwaka wa 2060, na nadhani umeweza kumsikiliza kwa makini kabisa. Ametuelezea zile zinaitwa MTP ambazo ni awamu, mpenzi mtazamaji, na kwa kuwa ile awamu ya vision ama ya ruwaza ya mwaka 2030 inaisha mwaka wa 2027, akasema ipo haja ya kuwa na mazungumzo ya kuendelea na ruwaza ya maendeleo baada ya mwaka 2030. Ndiposa amesema hii si kauli ya rais, ni kauli ya jopo ambalo lilikuwa linaongoza ruwaza ya mwaka 2030. Kwa hiyo nadhani kimsingi mwanzo tushaelewa kwa nini tumefikia mwaka 2060. Ila Waswahili siku zote wanasema mwenye macho haambiwi tazama, na mwenye masikio haambiwi sikia, na mwenye mdomo haambiwi zungumza. Sasa turudi kwako Bwana Charles Owino. Serikali ilipoingia mamlakani, wengi wanauliza ilikuwa na manifesto yake. Ndio. Sasa Wakenya wengi wanahitaji yale manifesto kutekelezwa. Ndio. Kwanza
Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto alikuwa kwenye serikali iliyopita ambayo ilikuja na the big 4 agendas. Ndio. Lakini yeye mwenyewe akaja na beta. Yes. Sasa wengi wanauliza Bwana Charles Owino, beta hadi kufikia sasa miaka 4 imemalizika mpaka tuanze mchakato wa dira ya mwaka 2060? Kwanza nina furaha tele kwa sababu nikizungumzia hizi mambo. Ndio. Kwa sababu nazifahamu vizuri na naweza kuelezana. Naam. Mambo ya dira ya mwaka 2030, Vision 2030. Ukisikia big 4 haijatoka nje ya Vision 2030. Ukiangalia Vision 2030 kulikuwa na tulikuwa na objectives 3. Ya kwanza ilikuwa ni uanzishaji wa viwanda, industrialization. Ndio. Ya pili ilikuwa ni kuweka uchumi yetu kwa ngazi ya kati, middle income economy. Na ya mwisho ilikuwa kiwango cha kuweka maisha ya wananchi katika kiwango cha juu. Zilikuwa 3. Hizo ni industrialization, middle level economy na socialization. Naam. Katika kuweka kiwango ya maisha juu, ukisoma hiyo kitabu ya Vision 2030 utakuta kitu ya muhimu ya kwanza ni masomo. Kwa sababu uwezi sukuma nchi mbele kwa mambo ya industrialization na mambo ya uchumi bila masomo. Wakaleta mambo ya masomo kama hiyo kuendelesha maisha ya watu. Kuna mambo ya mazingira, mambo ya mazingira, environmental management, kwa sababu bila mazingira nzuri basi tutakuwa na shida ya mvua na mambo za climate change. Kitu ingine muhimu ni mambo ya maji ya usafi wa mazingira, water and sanitation. Pia katika hiyo social pillar pia wakaweka mambo ya manyumba ya bei nafuu. Pia wakaweka mambo ya afya. Hiyo iko katika Vision 2030. Ukienda kwa mambo ya uchumi, tuko na mambo kama ya ukulima. Umeona vitu kama hizi tunaita nini? Subsidy ya fertilizer. Unafahamu Swahili vizuri, utaelezana. Mambo kama ya subsidy ya fertilizer kwa mambo ya agriculture, mambo ya kahawa, mambo ya majani chai, mambo ya watalii, tourism, na kuhakikisha kwamba kila mwaka tunapeleka GDP yetu juu na 10% kila mwaka. Hiyo ndio ilikuwa objective yetu. Alafu tumekuwa na hiyo mambo ya political. Ukiangalia big 4 agenda zote zilitoka kwa Vision 2030. Unanipata? Vizuri tu. Na ndipo uendeleze mambo ya uchumi. Nimekuambia lazima kuna mambo na ya masomo. Kweli. Lazima kuna mambo ya afya wananchi. Lakini lazima kuna mambo ya mazingira. Lazima kuna mambo ya chakula. Kuleta mambo ya inflation chini. Kuleta mambo ya foreign exchange yetu. Lao. Ukikuja kwa serikali ya Kibaki aliweza kuleta free primary education. Masomo ya bure katika primary. Hiyo ni Vision 2030. Ukikuja kwa Rais Uhuru Kenyatta ameleta ile tunaita 100% transition kutoka primary kwenda secondary. Hiyo ni Vision 2030. Na sasa kwa sababu ya free primary education, masomo ya bure, na hii transition na 100% imefanya sasa vijana wengi wanatimu kuingia chuo kikuu. Na ndipo unaona serikali ya saa hii wanajaribu kuangalia maneno ya funding ya tertiary. Because tumeongeza si masomo ya university peke yake, MTCs, tuko na mambo ya TVETs. Now, ukikuja kwa beta inaitwa bottom up economic transformation agenda. Haijatoka nje ya Vision 2030. Lakini swali ni je, mumeimaliza? Tunaendelea tu pole pole. Si mmalize kwanza. Haimaliziki.
unipate vizuri. Ndio. Inatoka kwa Vision 2030. Ni mambo gani kwa beta? Ya kwanza ni mambo ya agriculture. Bado na ndipo katika hii serikali President akaleta mambo ya subsidy ya fertilizer. Na unakumbuka tukienda kwa elections ya 2022 uliona rais yetu Uhuru Kenyatta na rafiki yake Mheshimiwa Raila Odinga, former prime minister, the late marehemu. Uliona wakisumbuka sana mambo ya bei ya unga, subsidy, mpaka wakaweka subsidy, lakini hata bahati mbaya walienda bila kulipa wale factory. Na Rais Ruto akakuja akalipa. Rais akapeana subsidy ya fertilizer kutoka 7,000 mpaka 3,000. Na bahati mzuri kwa miaka 4 zilizopita, isipokuwa mwaka huu tunaona mambo ya kiangazi si mzuri. Tumekuwa na mvua na tumepata ya mahindi ya kutosha. Na hujaona tukileta mahindi kutoka nje. Beta imefanya kazi. Ukiangalia mambo ya kahawa, hata bei ya kahawa imeenda juu na tuko na statistics. Bei ya mambo ya chai pia imeenda juu. Mambo ya watalii wameongezeka sana. Tunaona meli zikiingia tu. Yes. So ile kitu naweza kusema hiyo ni agriculture peke yake. Mambo ya housing. Rais Uhuru alijaribu kuleta mambo ya housing. Wajamaa wakaenda kotini, ikapinga na akawachana naye. Rais Ruto anaifanya mambo ya affordable housing. Iko na maswala, iko na shida, lakini ameweka, inafanyika. Beta mambo ya housing inaendelea. Mambo ya afya. Rais Kibaki aliweka katika manifesto. Raila Odinga aliweka katika manifesto. Uhuru Kenyatta aliweka katika manifesto. Lakini tulikuwa na NHIF. Unanipata? Rais Ruto ameleta SHA yenye watu wengi bado hawajafahamu kwamba si SHA si ile NHIF. Katika SHA tuko na mpangilio 4, funding 4. Ya kwanza inaitwa SHIF, Social Health Insurance Fund. SHIF ndio inalingishana na inalingana na NHIF kwa sababu ni ile contribution. Alafu ameleta ile inaitwa Emergency Critical and Chronic Illness Fund yenye mtu akiwa wewe ni mtu una contribute katika SHIF na pesa yako imekuwa exhausted na uko na critical illness, pesa inatoka katika hiyo account. Na pia umeona juzi uzunduzi ya mambo ya ambulances yenye una dial 922 alafu inajua uko wapi, unakuwa located, unachukuliwa, inatafutwa kitanda iko wapi, mpangilio kama hiyo. Is it working? It has just started. Ni kama umezaa mtoto na unasema amepata mimba. Jameni, si umezaa tu mtoto. Vile tunazungumza leo, tayari maambulance zimeanza. Na mimi nafahamu na mimi najua tayari imeanza. Pengine haitakuwa kwa kazi sana kwa sababu pengine utakuta area ingine pengine ambulance si mingi, ambulance moja imeenda, pengine ingine hakuna, but mimi nafahamu kwamba tumeanzisha na itafanyika. Tuko na kitu inaitwa Primary Health Fund yenye inastahili ukienda dispensary unatibiwa tu. Wakiona ni ile ugonjwa hawawezi tibu dispensary, wanakurifaa level 3 ama level 4. Alafu ya mwisho tuko na Hospital Fund. Hiyo ni kama ile CDF. Unajua CDF imetusaidia sana kujenga mashule. Sasa Hospital Fund itatusaidia hospital insurance, how do you call it? Hiyo Hospital Development Fund, Infrastructure Fund itatusaidia kujenga hospitali hizo dispensaries na nini itatumika hiyo fund. So fund ni 4. SHIF, Social Health Insurance Fund, ile inatakikana ufanye contribution. Tuko na Emergency and Critical Illness Fund, tuko na
Primary Health Fund na tuko na hiyo Hospital Development Fund ine. Lakini lazima tukubali kwamba ndio zimeanza na imeanza kazi vizuri, lakini tuna shida moja kwa Wakenya. Unakuta kwamba leo mamangu akiwa mgonjwa nitalipa pengine 7,200 ya mwaka na atibiwe. Lakini utakuta ile procedure pengine imepeana hospitali imechukua kama zaidi ya shilingi 300,000, 400,000. Tuko na cases kama hizo mingi. Lakini nikisharudisha mama nyumbani amepona, kwa mwaka ujao unakuta silipi ile monthly contribution. Lakini nafahamu kwamba ile nililipa 7,200 na serikali imelipa 1,300. Hiyo pesa haitoki kwa treasury. Hiyo pesa inatoka kwa contribution ya kila mtu. So lazima uendelee kufanya contribution. Hata kama mamako amekuwa ametibiwa, tuendelee kufanya contribution, ndipo hiyo fund yetu iendelee kufanya kazi vizuri, hiyo ya SHIF. Kwa sababu hiyo pesa haitoki treasury directly, hiyo ni pesa tunafanya contribution tupate SHIF. Ile pesa inatoka treasury ni kama hiyo emergency and critical fund, primary health care na ile ingine ya nini. So naweza sema kwamba kwa maneno ya beta tumefanya agriculture, tumefanya hospitali, tumefanya housing. Hizo ni zile mambo rais alikuwa amesema, na akaongeza maneno ya environment. Na maneno ya environment watu wanaendelea kupanda nini? Miti. Ya mwisho tuko na kitu inaitwa digital superhighway. Watu wengi hawafahamu maana yake ni nini. Kwa sababu watu wa Isiolo, watu wa Mandera, watu wa Turkana, watu wa Lamu pia wanastahili kuwa na network. Si ni kweli? Na pia mambo ya network ya masimu pia siku hizi tuko na hata kazi nyumbani, watu wanafanya kazi kutumia simu na mambo zingine. So inatakikana network kila pahali. Mambo ya SHIF kunakuwa na mambo ya fraud mingi sana, udanganyifu, kujaribu kuiba pesa. Hospitali fulani inasema ametibu watu 50 kumbe ametibu watu 5, kupeana wrong bills. Tunaleta mambo ya biometrics. Biometrics utatumia vizuri tukiwa na mambo ya digital superhighway. Na so far president ameongeza kilomita mingi sana katika digital superhighway. So ukiangalia mpangilio ya beta bado inaendelea. Na remember, hii beta haijatoka kwingine, imetoka kwa Vision 2030. Na ngoja tu tunaenda mapumziko kidogo, tunarudi. Mtazamaji, ni saa 2 kamili saa za kanda ya Afrika Mashariki. Unaotizama si nyingine bali ni runinga yako ya KBC Channel 1. Tuko kwenye mchakato wa mambo bayana. Studioni niko naye msemaji wa serikali Bwana Charles Owino, na tunaangazia gumzo la kitaifa kuhusiana na ruwaza ama dira ya mwaka wa 2030, mpenzi mtazamaji, ama baada ile itakayokamilika ya ruwaza ya mwaka 2030. Tunachukua pumziko fupi, lakini tutakaporudi tutasonga mbele tujue mengi zaidi. Na saa 2 dakika 3 saa za Afrika Mashariki, unatazama runinga ya KBC Channel 1, kipindi ni Kuzacha. Lakini kwa sasa tuko kwenye sehemu ya 3, mambo bayana, na tunapiga gumzo kuhusiana na azma Kenya mwaka 2030 na baadaye. Na studioni ni naye msemaji wa serikali Bwana Charles Owino, tukiweza kudadavua mawili matatu kuhusiana na hilo. Na mtazamaji, nadhani umeweza, kama kutufuatilia, umeweza kuelewa hizi hatua baada ya hatua ni tumefika wapi. Wengi huwa wanauliza mbona kufanywe hivi na hivi bado, lakini umefikia hapa. Bwana Charles Owino ametuelezea kuhusiana na agenda 4, the big 4 chini ya serikali iliyopita, na vile vile pia beta chini ya serikali iliyopo, kwamba zote zinafungamana na ruwaza ya mwaka wa 2030. Kwa hiyo tu ni kuziendeleza tu. Lakini kabla tuende mapumziko, kuna nukta ulikuwa unazungumza, labda umalizie kuhusiana na masuala haya muhimu, alafu tuendelee mbele. Naona muda wetu na kimbia. Kitu muhimu lazima tufahamu ni kwamba ukiangalia Vision 2030, mpangilio ya maendeleo ile iliwekwa na Rais Kibaki, kuna mambo mengi imeendelea. Kitu ya kwanza ni mambo ya bandari. Umeona Lapset, Lamu Port. Bandari ni muhimu sana kwetu kama nchi,
kwa sababu bandari inaingiza hela katika treasury. Hela ya treasury hatutoi kwa miti, unakuta ni ushuru. Na ndipo tuweze kuweka ushuru yetu chini, wananchi wasikie, wapumue. Lazima tulete biashara zingine yenye zinaingiza pesa katika nchi. Na ndio kwa sababu unaona mambo ya viwanda ni muhimu sana. Kama tunaweza kuweka na mambo ya viwanda, kitu muhimu sana kwa viwanda ni mambo ya umeme. Unakuta bei ya umeme bado iko juu. So lazima tutafute ile tunaita alternative methods ya kupata umeme. Kama sasa umeona Siaya wanataka kuweka nuclear energy. Na pia ni mzuri tuweke nuclear energy coast, na tuweke nuclear energy northeastern, na tuweke mambo ya solar, so that bei ya stima irudi chini, ndio tuweze kuwa na viwanda. Na bandari inaingiza pesa, na Lamu Port inaweza kutuingizia pesa mingi sana, kwa sababu sasa hivi transshipment yote zinafanywa South Africa, Port of Coega. Na Lamu iko deep, na Lamu iko pana. Na tuko na berths 26, tumetengeneza 3 peke yake. Na pia tuweke barabara kutoka Lamu kwenda juu ingie Ethiopia. Tuweke reli ingine kutoka Lamu kwenda Ethiopia, kwenda Turkana, kwenda South Sudan. Kwa sababu gani? Tuko na competition na Dar es Salaam katika maport. Kwa sababu hizi hinterlands yenye hawana maport. So kwa sababu tuko na competition kutoka Dar es Salaam, kuna mambo lazima tufanye, ndipo meli mengi ziingie Kenya badala ya kwenda Dar es Salaam tupate pesa. Kitu ya muhimu ndio unaona tunaleta SGR. Ukitembea, ukibeba mzigo na reli, ina faida kwa wenye viwanda na watu binafsi kushinda ukibeba na barabara. Ukibeba na barabara, kwa mfano, ukiwa na 40 feet container, unaweza kuweka tani 35 peke yake, 35 tons. Lakini ukibeba na reli, unaweza weka kati ya tani 46 na 60. So mwenye viwanda ama mtu binafsi ana save pesa mingi sana akitumia reli. So tukiwezesha kufikisha reli yetu Malaba, na tuwezeshe kufika reli yetu Kisumu, tutakuwa na uwezo ya kubeba mzigo. Watu wa viwanda wa Uganda, wa South Sudan, watu wa Rwanda na wapi, watapendelea kutumia bandari ya Mombasa na bandari ya Lamu kushinda bandari ya Dar es Salaam, kwa sababu itakuwa rahisi kwao kubeba mzigo mingi kwa bei rahisi. Sasa tuko katika competition, ndipo unaona hizo infrastructure ni muhimu na itatuletea pesa mzuri. Na kitu muhimu sana tunaomba wa Kenya, kila mtu apande miti, ndipo tuweze kuendeleza mazingira yetu, tupate mvua, tuendelee kupata chakula, tupate rice, tupate wheat, tupate mahindi, so that tusiweke pressure katika foreign exchange yetu kununua chakula nje. Okay, labda tukimalizia, tunaambiwa kwamba tuna muda wa dakika 7 tu kuweza kumaliza. Sasa turudi kwenye hili gumzo la kitaifa ambapo Rais Daktari William Ruto aliweza kulitangaza kwamba washikadau mbalimbali, miongoni mwao pia vijana, wataweza kujumuishwa, ambapo rais alisema ni tarehe 12. Kwanza, je, bado gumzo hili lipo, na kama lipo litafanyika kwa njia gani? Mazungumzo lipo. Lakini mazungumzo haitachukua siku moja, siku mbili, siku tatu. Itachukua muda. Na pia watu watakuwa na nafasi. Hii itaenda mpaka mashinani. Kutakuwa na mpangilio mpaka watu wa chini wasikizwe. Na pia wafahamishwe yale inatakikana, na tusikizane kama nchi, nataka kutoa uchumi yetu wapi, tukielekea wapi. Umesikia mambo kama hii ya mazingira. Kupanda miti tu ni responsibility kubwa sana, na ina maana kubwa sana kwa miaka zijazo yenye zinakuja. Na ndipo rais atafanya launching ya hii kuanzisha mambo ya mazungumzo pale KICC tarehe 12. Hata yeye atakuwa mgeni, atakuwa ameitwa na wakurugenzi wa Vision 2030 wata-invite rais, na wakurugenzi hawa wa Vision, rais atakuwa mgeni mheshimiwa kama rais, kwa sababu ya ile heshima ya rais. Si mazungumzo yake, ni mazungumzo na hii idara ya Vision 2030, na rais ni mgeni tu kama sisi wote wana Kenya. Na Vision 2030 wataita watu wengi, wataita civil society, wataita Law Society of Kenya, wataita
watu kutoka eneo mbalimbali, wataita youth, vijana wakuje wazungumze, pia waelezwe, pia wasikize, pia wapeane maoni, lakini hiyo ni launch. Hiyo ni uzunduzi tu. Lakini watakuja representatives katika hiyo uzunduzi. Kutoka hapo kutakuwa na mpangilio. Vile watu watazungumza na vile mambo yao itachukuliwa mpaka mashinani pale chini. Na nadhani sifahamu sana, lakini nadhani baada ya mazungumzo hapa tutafanya hata benchmarking. Umewahi kusikia watu wanaongea juu ya Singapore? Wanaongea ni kwa sababu watu wanajiuliza, wakati tulipata uhuru, nchi zingine yenye zimeenda wamepeleka uchumi wa ngazi zaidi hata ya kati. Uchumi imeenda ngazi ya juu sana, kama kina Singapore. Tulikuwa pamoja tukipata uhuru. Kama South Korea tulikuwa pamoja. Swala ni kwamba ni shida gani, kwa nini hatuwezi endelea mbele? Uchumi wao na wetu ulikuwa sawa miaka hiyo. Ilikuwa sawa. Lakini kitu kingine, lakini naona tatizo ni ufisadi, Bwana Owino. Ndio, hiyo ni mmoja ya tatizo. Na ufisadi haitoki nje. Ufisadi inatoka kwa sisi wenyewe wananchi. Na mimi nimekupa, huwa napeana mfano rahisi sana. Wakenya wengi wanapenda ufisadi, lakini wakati inawakula wanaanza kulia. Na inaanza, mimi nimesema hata mtoto mdogo, na kitu unaona sasa zile mtoto analia, unampa switi anyamaze. Hiyo ni hongo. So, kwa nini hawezi elezwa anyamaze ama ifanywe kitendo kingine? Kwa nini unampa switi? Umeona hapa kwa barabara yetu, unatoka kwako huna insurance, huna mguu ya gari imeisha, lakini unajua ukutana na polisi utampa kitu. Na mimi nakuwa napokea simu mingi sana kwa marafiki. Ndio. Hao nimejaribu kupatia huyu polisi mbaya, nimejaribu kumpatia hata kitu amekataa, amesema lazima niende kotini. Hiyo ni Mkenya. Kulalamika kwamba askari amekataa nini? Hongo. Ndio. Unanipata? Na tumeendeleza hiyo kwa siku mingi. Lakini ile muhimu hata zaidi ni mambo inaitwa grand corruption. Yenye unakuta leo mimi serikali unanipatia pesa kwa ofisi yangu nitumie kufanya kazi, alafu mimi na divert hiyo pesa kufanya mambo zingine. Ama nimepewa pesa nijenge ghorofa 20, alafu mimi najenga ghorofa 5. Mambo kama hizo. Grand corruption. Bado ipo, lakini lazima tupigane naye. Lakini hiyo kupigana na mambo kama corruption, lazima sisi sote tuungane na tukubali na tuseme hatutapeana hongo. Mwisho kabisa, Bwana Charles Owino, ili kuweka uwazi wa kujenga imani kwa mwananchi, labda ni vipimo gani vya kila baada ya miaka 5 kama vile ulivyotupatia zile awamu vitaweza kutumika angalau kujua yale ambayo tumeambiwa yameafikiwa ama yametekelezwa? Ile kitu iko, tunakuwa na kitu inaitwa scorecard. Ndio. Ya kuonyesha kwamba tulikuwa wapi na tumefika wapi. Kwa mfano, hii serikali yetu ya William Ruto. Unajua wakati president amekuja, kuna kitu tunaita kitu kama forex reserve. Forex reserve ni ile foreign exchange tuko naye katika central bank. Kama savings yenye unaweza tumia kununua bidhaa. Ndio. Ama kwa miaka 5, miaka 10, miaka 20. Ilikuwa na reserve ya $5 billion peke yake. Ndio. Sasa hivi tumesukuma reserve imeenda $15 million like $16 billion. Na ni kitu mwananchi ya kawaida hawezi feel, kwa sababu ile mtu yenye ana feel ni serikali yenye anafanya hiyo mpango, inatafuta hiyo pesa na ku maintain mambo kama hizo. Unakuta mambo kama inflation, tulikuwa tumetoka kwa 7.7 tukarudi 4.6. Lakini sasa bahati mbaya tumekuwa na shida hii vita ya Middle East. Hii vita ya Middle East imetuumiza, na sisi peke yetu, dunia nzima. Unakuta imesukuma bei ya mafuta, kwa sababu tulikuwa na ile mpangilio ya G2G. Lakini bei ya mafuta imeenda juu. I know Wakenya wengi watasema kwa nini hamwezi punguza tax kwa mambo ya mafuta? Ndio bei irudi chini. Lakini tuna mpangilio zingine. Kama unakumbuka kwamba kulikuwa na kitu inaitwa securitization ya ile kuna ile tax ya pesa inaenda katika
infrastructure. Naam. Yeah? So huwezi kupunguza hiyo. Hata ukipunguza, rais alijaribu akapunguza kidogo, lakini ukipunguza completely, basi hizo mpangilio ulikuwa nazo hazitaendelea kwa sababu utatoa pesa wapi? Yeah. So ile kitu inafanyika ni kwamba kuna mambo mengi na utakuta kila siku tunatoa scorecard. Yeah? Inflation ilikuwa imerudi chini, sasa imeenda tena juu kidogo. Lakini hii scorecard mwananchi wa kawaida yule mama mboga na bodaboda anaielewa kweli ama ni sisi ambao tumemaliza? Unajua tuko na system. Ndio. Kama hii system ya provincial administration. Yeah. Mambo kama hizi zinastahili ziende mashinani na watu wazungumze kwa baraza. Lakini ujiulize watu wangapi siku hizi wanaenda kwa baraza? Hatuendi mpaka tusikie kuna pesa. Unaona? Hata unakuta kwamba mambo ya siasa imebadilika. Mtu tu hivi afahamu chochote, akikuja na pesa anachaguliwa. Mnawacha mtu mzuri, ana akili, anaweza enda bunge pale, azungumuze, afanye maswala pale. Bora mtu wako na pesa. So mambo imekuwa ngumu na lazima tubadilike. Tuanze kuangalia mambo zetu. Tukimalizia, mtazamaji, Charles Owino amesema, msemaji wa serikali, ukimpa mtoto peremende anyamaze, hiyo ni hongo. Si mimi. Labda tukimalizia, ufadhili na usimamizi wa rasilimali. Utekelezaji wa mpango huu mkubwa unahitaji rasilimali nyingi. Je, serikali imejipanga vipi kugharamia miradi hii kupitia mfuko wa miundombinu bila kuongeza mzigo wa madeni? Ndipo unaona serikali inajaribu kuhakikisha kwamba biashara ya nchi inaendelea. Unaona sasa serikali inaleta kitu imeitwa infrastructure fund. Na unaona kwamba tumeuza shares zetu katika Safaricom, zingine tumeuza shares zetu katika Pipeline. Tuwe na pesa. Tuwe na pesa yetu. Isiwe tunatoa pesa nje. Infrastructure fund tunaboro kutoka kwa akaunti yetu. Tayari hata airport yetu kuna pesa imetengwa ya kujenga airport, karibu 30 billion ya kujenga airport. Na kwa nini tunajenga airport? Mandege zikiland hapa Kenya, pesa inaingia katika treasury. Ikiland na watu, pia pesa inaingia katika treasury. Na ukiangalia airport yetu na katika East Africa, sisi ndio tumekuwa na uchumi nzuri zaidi. Lakini utakuta Rwanda wanajenga airport nzuri, Dar es Salaam wanajenga airport, Tanzania wanajenga airport nzuri. Lazima airport yetu iwe nzuri hata kushinda South Africa. Silikuwa tujenge airport, sasa tungekuwa na kwanza unaona hii mambo ya vision ile itakuja baada ya vision 2030. Naam. Lazima tuiweke katika sheria. Lazima tuwe na sheria ya kuprotect hiyo mpangilio. Kwa sababu tumekuwa na shida. Umeona Rais Uhuru alipelekwa kotini. Mambo ya housing na mambo zingine na akawacha. Na hata Rais Ruto alipelekwa kotini wakijaribu kufanya mambo ya airport na ikasimamishwa. Na sasa inabidi turudie. So inaturudisha nyuma. Mambo ya kotini. So lazima tuwe na sheria ile inachunga development plans. So serikali... Bwana Charles Owino, shikilia hapo, kuna mtazamaji anataka kuzungumza na wewe. Naam, naarifiwa kwamba kuna mtu kwenye line ya simu anataka kuzungumza na sisi. Hello. Yes, habari gani ndugu? Hii ni mtu ya Meru. Yes, swali lako? Hello. Tunakupata, uliza swali. Ni naulisha mkubwa yetu Owino, habari? Mzuri sana ndugu. Nafikiri kwa saa hii nasikika vizuri. Namuuliza mikakati kama alikuwa mtu ya mkubwa wa polisi na alikuwa anaingia kwa niaba ya amani na usalama. Sasa hii naona amepanda cheo sana, nashukuru kabisa, alifanya kazi nzuri. Hata wakati naamini atafanya kazi nzuri. Ni shida ya wanasiasa wetu, ukiangalia mambo ya usalama na vile umekaa Kenya hii na vile umehudumia Wakenya hawa. Shida yetu ni kuongea hii maongeo inatoka wapi? Na hii maongeo yetu ukiangalia vile hali ilikuwa 07 kwa sababu najua ilikuwa mkubwa mahali pale. Unaona haya maongeo yao yanafanya vizuri ama yanafanya vibaya.
na ni wale watu kama NCIC, EACC wanafanya majukumu yao vilivyo, ama tu wanasema kwa sababu ya emotional. Are they serious kulingana vile umesomea mambo ya strategic plans ya usalama na hali ya kuwa na utulivu na amani? Mkubwa wetu Owino Erokamano 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 inamaanisha asante sana kwa Kijaluo. All right, tuendelee. Yes. Unajua katika kiwango cha juu cha maisha, mambo ya security ni muhimu sana. Hata tukifanya nini na security yetu izorote, na kwanza watu wa Meru najua wanalalamika juu ya insecurity pale boda yao. Na nadhani Inspector General ya polisi amejaribu sana na manaibu yake kujaribu kupeleka maaskari pale, lakini lazima tutafute suluhisho kabisa ya kuzuia mambo ya uhalifu. Na pia ni mzuri tuombe wa Kenya wasaidie idara ya polisi. Isiwe mara mingi wanawapiga watu hawataki kusupport polisi. Naomba watu wengi wa support polisi ndipo idara hiyo iendelee na watu wapate security ya kutosha. Lakini ni responsibility ya kila Mkenya kuhakikisha kwamba tumeendeleza uchumi yetu vizuri. Hata wale wanalipa ushuru, ni juhudi yetu kuangalia. Lazima tupende nchi yetu. Mimi naweza sema hata kutupa karatasi kwa barabara ni responsibility. Hata tupa chupa kwa barabara ni responsibility. Kwa sababu watu 1,000,000 wakitupa chupa Nairobi kwa barabara, hiyo ni takataka kiasi gani? Itabidi county government ya Nairobi itumie pesa kuchukua hiyo takataka yenye wewe ungeingiza tu kwa dustbin. Ni mambo inakaa kidogo, lakini ina effect kubwa sana katika uchumi yetu. Hata river yetu kama hii ya Nairobi, unaona tunatumia pesa mingi kujaribu kuisafisha kwa sababu watu wameingiza sewage katika mito yetu. Hasa tukiwa na responsibility, tukiwa watu responsible. Ulisikia hata kuchimba choo, kuwa na choo kwako, hata kuosha mkono yako ni responsibility. Kwa sababu ukiosha mkono kabla hujakula, umeosha fruit yako, uko na choo, unazuia ugonjwa. Na ukizuia ugonjwa, unazuia uchumi ya nchi, kwa sababu hatutatumia pesa mingi katika hospitali. Kuna mtazamaji mmoja kwenye line ya simu. Hello. Naam. Naitwa nani, kutoka wapi? Alright, asante sana. Gladys, nadhani ungeniekele runinga yangu ya katikati hapa niweze kufuatilia nijue nani anapiga simu pale. Mtazamaji, kumbuka unaweza ukawasiliana nasi moja kwa moja, nambari yetu ya simu ya hewani 0707303212. Kuna mmoja hapa anasema good morning, tell Mr. Charles Owino SHA has problems with teachers in 10 work. Anaitwa Sam, kindly mwambie atufuatilie. Okay, na juzi nilikuwa na katibu katika Wizara ya Afya ndani ya studio. Haya, kuna mmoja anaitwa anasema good morning KBC, I love the show, kindly send my greetings to my boss Mr. Charles Owino, much respect to him. Ameandika Basil. Okay, haya, kukiwa na simu nyingine nitashika kabla kuweza kusonga mbele, lakini tu labda kwa msisitizo kwa yule Mkenya ambaye anatutazama kwa sasa, tukimalizia kipindi, Bwana Charles Owino, juu ya kutokelezea kwenye mazungumzo yenye umuhimu wa kitaifa. Wakenya wengi sasa wakiambua kuna public participation huwa ni wazito kuweza kutokea. Kwa unawaambiaje kuhusiana na haya mazungumzo ya kitaifa, ndio mtu asije akasema maoni yangu yaliachwa nje, mbona sikuulizwa? Kitu muhimu ni mzuri wa Kenya wafahamu kwamba tuna katiba nzuri na katiba yetu imeweza kutupatia nafasi ya kucontribute katika mambo zote, hata mambo ya uchumi. So hii ni hapo kidogo. Haya, Agnes kutoka Vihiga, karibu. Agnes ameondoka, lakini bado fursa unayo kupiga simu kwenye nambari 0707303212. Naam, Bwana Charles. Ni muhimu tupeane chango kwa mazungumzo. Naam.
vile tutakuwa na mpangilio kuendeleza uchumi. Ni nafasi ya kila mtu. Kwa mfano, umesikia watu wengi wakisema SHA haifanyi kazi, ama watu wanasema kwamba mambo ya housing. Ukiwa na njia ile unaweza ku-advise serikali kwamba hii mpangilio ya nyumba ni mzuri, hii mpangilio ya hospitali ni mzuri, lakini tunaweza kufanya hiki na kile, tuwezeshe iwe mzuri hata zaidi. Hii ni nafasi yenu ya kuzungumza. Na rais amesema kwamba yeye atapeana maoni yake pia kama Mkenya yoyote. Yeye pia ameitwa na hiyo mkurugenzi wa Vision 2030. Yeye pia ni mgeni tu. Lakini mazungumzo ni ya Wakenya. Wakenya wazungumze, waseme vile wanataka, alafu baadaye tunaweza amua tufanye benchmarking na nchi zingine. Na mimi nakubaliana na Wakenya wengi kwamba mambo ya ufisadi imeingia katika damu yetu sana. Tujaribu kutoa, tujaribu kusafisha, tujaribu kuwa responsible kama wana Kenya, tujaribu kila mtu afanye kazi, kwa sababu hata kwa vijana, najua vijana wanasema hamna kazi, lakini kupatia mfano kama mimi sasa nikienda pale nyumbani, nina kazi zangu mingi ya kufanyika, ya watu kufanya. Lakini unakuta vijana wengi asubuhi wanakuamkia, lakini wanakuambia mzee utupatie kitu. Na hiyo kitu anakuambia hajaamka. Yes, no. Mpatie kitu. Msaidie. Lakini ukimwambia basi fanya kazi pale, alafu utalipwa jioni, hataki. Nataka apewe kitu yake kidogo, akimbie katika center. Sasa hiki nakupatia, nimetoa wapi? Na nitarudisha namna gani? Na kesho ukirudi utapata kweli ama utakuwa umeenda naye. Lakini ukifanya kazi, hata mimi nitapata faida, na kesho tena ukirudi utapata kazi nyingine. So unakuta kwamba kitu inaitwa responsibility katika sisi sote wa Kenya ni muhimu. Hatuwezi kaa nyuma na tu expect kwamba uchumi yetu iendelee. Na kama hii mazungumzo, tunaomba kila mtu, kila Mkenya ajaribu kuleta maarifa yake na contribution yake. Asikizwe. Tutakuwa na hata experts watasikiza, na tutakuwa na pia benchmarking baadaye. Lakini naomba kila Mkenya ile ujuzi uko naye. Unajua, ukiangalia mtu anaitwa the Wright brothers, wale walileta ndege. Sidhani kama walijua kwamba hii teknolojia ya ndege kama wanaweza rudi leo itafikia pahali. Lakini kwa sababu ya ile contribution yao kidogo, ile kidogo tu, ile innovation kidogo, imefanya nini? Leo kitu inaitwa M-Pesa ni teknolojia mzuri sana. Hata unaweza toa pesa yako kwa bank bila kwenda bank. Unaweza deposit pesa yako kwa bank bila kwenda bank. Unaweza tumia mama yako pesa bila kutoka nyumbani kwenda post office. Unaona? Na hiyo teknolojia ya M-Pesa imetoka wapi? Hapa Kenya. Mtu mmoja tu mdogo alitoa hiyo akili. Sasa naomba kila mtu usifikirie yale uko naye kwa akili ni ndogo. Inaweza kutusaidia kufanya kitu kikubwa sana kwa siku zijazo. Asante. Kama alivyomalizia Bwana Charles Owino hapa, ni kwamba hakuna wazo ambalo ni baya. Mpenzi mtazamaji, katika muda wa saa moja iliyopita tulikuwa naye msemaji wa serikali Bwana Charles Owino, ambapo amekuja hapa juzi, alikuwa hapa KBC kupitia KBC English Service, na leo pia amekuwa hapa kwenye runinga ya KBC Channel 1 kwenye kipindi Kuzacha, na tumezungumza naye mengi tu sana, lakini ametuambia kwamba tarehe 12 Rais Daktari William Ruto atakuwa mgeni tu mwalikwa kama Mkenya mwingine katika ukumbi wa jumba la mikutano la KICC la kimataifa kutoa maoni yake kulingana na ruwaza ama azma ya Kenya baada ya mwaka wa 2030. Kumbuka, mwaliko ule ameupata kutoka kwa jopo ama ile sekretariati ya ruwaza ya dira ya mwaka wa 2030, na amemalizia kwamba hakuna wazo ambalo ni baya. Wewe hapa Nairobi nitakuwa ni uzinduzi tu, ni mchakato utakaoendelea kwenye county, zitafanyika huko chini. Nendeni
Peaneni maoni yenu, wala msiadhihaki. Huwezi jua, kama alivyosema, ametupatia tu mfano wa wale waliokuja na wazo la ndege, wazo la M-Pesa. Kwa sasa kila mtu anafurahia. Mimi namalizia hapo, lakini usiende mbali, nitakuwa nakupeleka moja kwa moja hadi mjini Mombasa, ambapo mwenzangu Faima Ramadhan, hii ni wiki ya unyonyeshaji duniani ambayo inamalizika leo tarehe 7, atakuwa na mgeni ndani ya studio, mratibu wa huduma za lishe kaunti ndogo ya Jomvu, Mwanamkasi Mzingirwa, kuzungumzia kuhusiana na masuala ya unyonyeshaji. Bwana Charles Owino, ukirudi afisini, najua ni mgeni pale ofisini, lakini kuna watu ambao ni jamaa zangu pale. Kuna dada mmoja mnafanya na yeye, nimesoma naye, anaitwa Munira Shaban Mandano. Kwa hiyo ukifika utampa salamu zangu. Munira atakuwa mwalimu yangu kuu kwa lugha ya Kiswahili. Kwa sababu unajua mimi pale penye nimetoka nyumbani kwa Wajaluo, sisi ni kama Waganda. Tuna belief kwamba Swahili ni lugha ya wakora, wanajeshi na polisi. Na kwa sababu hiyo tukiwa wadogo hatukuweza kufahamishwa lugha ya Swahili. Hii inazungumza ni ile kidogo nimeweza kusoma nikiwa idara ya polisi. Ile lugha ya kuja hapa unaenda wapi? Sasa ile kidogo. Nitakushangaza Bwana Charles Owino. Ukitoka hapa kuna mwanadada anakungoja, anaitwa Cynthia Anyango. Anaitwa Cynthia Anyango. Sasa sikiliza Kiswahili chake, ni mtangazaji. Sasa Cynthia si kama sisi. Hawa ni watoto wa mjini. Lakini pia baada ya kuleta hii masomo ya 844 ilitulazimisha wasome Swahili. Bahati mbaya sikuweza kusoma katika hii 844. Nilisoma kwa ile mfumo ya zamani. Tulifanya CPE katika darasa la 7. Lakini pia tukapata nafasi ya kusoma mpaka advanced level. Ilikuwa inaitwa 7-4-2-3 system. Shikilia hapo, lakini uzuri tu umecommunicate. Muhimu ni ile kucommunicate. Haya, Munira, sasa chukua bosi wako mfundishe Kiswahili, lakini kwa sasa tunakupeleka moja kwa moja hadi mjini Mombasa.